Baada ya Israel kushambulia katika maeneo ya vina vya nyuklia ambao Irani wamekuwa wakihamia kwa hivi karibuni, Israel wameonekana wakipeleka mashambulizi makubwa sana na kuharibu maeneo hayo, na pia tukaona taifa la Irani nalo likijibu mashambulizi. Sasa kumeinuka baadhi ya mitazamo ambayo watu wamekuwa wakitafsiri katika maandiko matakatifu ya Biblia, watu wakisema ule mwisho umekaribia, wengine wakisema vita ya tatu imekaribia. Haya yote ni mitazamo ambayo imekuwa imezungumziwa mara kadhaa baada ya vita hivi na mapigano haya kuanza hivi karibuni tena na mzozo huu mkubwa sana kuendelea. Moja kwa moja hadi tuangalie baadhi ya mitazamo mingine pia kuhusu hiyo vita ambayo inaendelea kati ya Israel na Iran. Mtazamo mmoja hapo pia huu ni mtazamo wa kinabii. Ni mitazamo ya kinabii. Baadhi ya Wakristo madhehebu ya Kiinjili hasa chini Marekani huona mzozo wa Israel na Iran kama ishara kutimia kwa unabii wa Biblia kuhusu nyakati za mwisho. Wanaangalia maandiko kama Ezekieli 38 na 39 ambapo kuna utabiri wa vita dhidi ya Israeli kutoka mataifa kaskazini na mashariki, yani Irani, ambayo zamani iliitwa Uajemi au Persia. Kwa hiyo mojawapo ya taifa ambalo limetajwa katika Biblia ambalo litainua mgogoro na vita vikubwa sana kati ya Israeli ni hilo taifa la Irani ambalo zamani lilikuwa linaitwa Uajemi. Kwa hiyo moja kwa moja katika baadhi ya tafsiri na kwao, hii ni dalili kuwa tunaishi katika nyakati za mwisho, end of time. Hata hivyo, sio kila Mkristo anakubaliana na tafsiri hizi, hasa wale wanaofuata mafundisho ya kisiolojia. Wanakuwa wengine wakikataa hizi sababu na hii mitazamo kwamba ule mwisho hauwezi kukaa kwa namna hii. Kwa hiyo hao Wakristo ambao ni makanisa ya Kiinjili ambao hasa ni Marekani na ulimwenguni kote, wanakuwa wakiamini kwamba Irani na Israeli vita vyao vinauleta ule utabiri na ule unabii ambao kumekuwa ukizungumzwa hasa katika kitabu cha Ezekieli 38, yani kwamba kuinuka kwa Gogu na Magogu, vita ambavyo mataifa ya Kiarabu, mataifa yatakwenda kuishambulia taifa la Israeli. Kwa baadhi ya makanisa wamekuwa wakiamini kwamba hii ni mojawapo ya ishara ambayo inaonyesha kwamba tuko katika majira ya mwisho. Kwa hiyo Israeli na Irani wamekuwa wakijaribu pia baadhi ya madhehebu na baadhi ya Wakristo inakuwa ni ishara, wanaona kwamba huu ni mtazamo moja kwa moja kwamba tupo katika majira ya nyakati za mwisho. Chanzo cha shambulio hiyo inaripotiwa kuwa Israeli ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya ghala la nyuklia lililokuwa likihifadhi vifaa vya kurutubisha uranium, wakidai ilikuwa ni kuzuia kutengenezwa kwa silaha za nyuklia ambazo zingetisha uwepo wao. Kwa hiyo hii inaonekana ni shapota palo kwa Israeli, wanaona kama ni kujilinda dhidi ya maadui zao Irani ambao wamezunguka. Tumekuwa tukiona hivi karibuni Israeli imekuwa ikishambuliana na mataifa ambayo yako pembezoni mwa nchi hiyo ya mashariki ambao wamezunguka taifa la Israeli. Kwa hiyo moja kwa moja huu ni mmoja wapo ya mtazamo ambao unainuka hasa baada ya vita hivi kuanza kulindima huko Mashariki ya Kati. Pia kuna mtazamo mwingine, mtazamo wa pili ambao unasema ni mtazamo wa amani na maombi. Huu mtazamo wa maombi na amani, madhehebu mengi katika Katoliki, Orthodoksi na baadhi ya makanisa ya Kiprotestanti yanapinga vita kwa msingi wa mafundisho Yesu kuhusu upendo, msamaha. Wanaamini kwamba Wakristo wanapaswa kusimamia kama wapatanishi na kuombea amani badala ya kuunga mkono upande wowote. Vatican na taasisi nyingi za kidini duniani zimekuwa zikitoa matamko ya kulani vita na kuhimiza mazungumzo ya kidiplomasia. Huu ni mtazamo unaojikita katika mafundisho ya Yesu kama mfalme wa amani, yani Prince of Peace. Kwa hiyo kuna baadhi ya madhehebu kama haya ya Orthodoksi na Protestant hapo wao wanaamini katika amani na katika kuombea mataifa yote yawe na amani na umoja. Hawaamini katika vita kwamba ni mojawapo ya ishara ya ujio wa Yesu Kristo. Wao wanaamini katika amani na katika kuombea mataifa wawe na amani. Hao hawasapoti vita, na vita kwao sio ishara ya ujio wa Yesu Kristo. Lakini pia kuna mtazamo mwingine, mtazamo wa tatu, mtazamo wa kijimbo au kiutamaduni. Yaani Wakristo wengi hasa walioko Israeli au Marekani huiona vita hii kama suala la kulinda haki ya kimataifa au haki ya kitaifa ya Israeli kuishi kwa usalama. Sasa wanapima mambo kutoka kwenye muktadha wa kisiasa na kihistoria ya taifa la Israeli kama taifa la agano, wakiamini kuwa ni wajibu wa Wakristo kuunga mkono Israeli kwa sababu wa Mungu.
Hata hivyo wengi kuchukulia hii kama changanya dini na siasa. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wao mgogoro huu unapotokea, Israeli inaposhambuliwa, kuna baadhi ya madhehebu ya Kikristo wao wanaiunga mkono Israeli kwamba hilo ni taifa la Mungu wala halipaswi kusambuliwa. Kwa hiyo wao wanakuwa wanasimama upande wa Israeli kama taifa la agano na teule la Mungu ambalo aliteua, ambalo alibarikia watu wake. Kwa hiyo wao wanaunga mkono taifa la Israeli kama taifa la agano, wakiamini kwamba hilo ni taifa la Mungu na Israeli ni watu wa Mungu. Kwa hiyo nini tunapata juu ya haya? Biblia inasemaje? Yesu alisema kwamba nyakati za mwisho zitatokea tetesi za vita, yatatokea mapigano ya hapa na pale. Akasema lakini msitishwe na kuiacha maneno upesi, kwa sababu ule mwisho bado. Kitu ambacho tunaweza kusema ni nini? Kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba ni wakati ambao sisi kwetu haya yanapotokea ni kama ishara ya yale ambayo yalitabiriwa katika kitabu cha Mathayo 24, vita tetesi, na katika Ezekieli 38, kwamba haya ni yote yatakuwa katika nyakati za mwisho, na yote itakuwa ni viashiria mojawapo vya mwisho na kuja kwake Yesu Kristo. Nini sasa tufanye? Tunatakiwa kutengeneza mambo yetu na kuangalia utakatifu wetu, kwa sababu tumuombe Mungu hii vita isifike kwenye kilele chake, kwa sababu hii vita ikifika kwenye kilele chake italeta kitu ambacho kinaitwa Gogu na Magogu, sababu itakuwa ni vita sasa ya ulimwengu mzima, kwa sababu kuna mataifa atakayoinuka kwenda kuisapoti Israeli, kuna mataifa atakayoinuka kwenda kuisapoti Irani. Kwa hiyo tunachotakiwa ni nini? Tunachotakiwa sisi ni kuiangalia hii vita kama kielelezo cha unabii na ishara kwetu sisi, ili kufanya maandalizi ya utakatifu na maandalizi ya kiroho, ili kuepuka kuingia katika vuguvugu hili ambalo hatujui ni nini kitatokea, kwa sababu haya yote ni shamla na pilika za kukimbilia kwenye unyakuo. Kwa hiyo leo hii nakuja kukushirikisha jambo hili ili upate kulijua wewe, ndugu mpendwa na msikilizaji unayenisikia na kufuatilia chaneli yetu hii ya Manukato ya Sifa. Mungu wa mbingu na nchi awabariki wote.